Habari yako kaka? Salama tu. Poa. Mshukuru Mungu. Mimi naitwa Asnati natokea Sheka tu. Sisi mwenzangu unaitwa nani? Mimi naitwa Fadhili Rashid, mkazi wa Chamazi. Sawa Fadhili. Hivi unaona kuahirishwa mpira, unaona ni sahihi? Kwa upande wangu mimi naona sio sahihi. Kwa sababu ukiangalia sababu ambazo wametoa bodi ya ligi hazikuwa sahihi, na unajua mechi kuahirishwa kuna utaratibu wake ama kuna sababu zake ambazo zinapelekea mechi kuahirishwa. Lakini kwa sababu ambazo wametoa tani football, wametoa bodi ya ligi sio sahihi. Unaona? Kwa hiyo naona kuna kitu kidogo hakiko sawa. Na mimi kwa upande wangu naweza kuthubutu kwamba kuna makosa wamefanya ambayo pia yanaweza kuishusha ligi yetu na hata wadau. Unajua derby ni mechi ambayo Afrika nzima na nje ya Afrika baadhi watu walikuwa wanaiangalia. Yaani Afrika nzima watu wanajua kwamba Tanzania kuna derby ya Simba na Yanga. Na siku fulani watu wanafuatilia. Unaelewa, kuna watu wengine pia kutoka nje kuja kufuatilia derby. Waandishi wa habari pia mashabiki kutoka mikoani, umeelewa. Kwa hiyo sababu ambazo mpelekea, unajua uzito, kama nazungumzia uzito wa ile mechi na sababu za kuahirishwa kwa ile mechi tofauti. Na labda niseme kitu kimoja. Kwa mujibu wa Simba wao, malalamiko yao ni kwamba walizuiwa kuingia kufanya mazoezi. Siku moja kabla ya mechi. Iwe kweli sio kweli, japokuwa bodi ya ligi imesema wanafanya uchunguzi, lakini hata tufanye ni kweli, sheria ama kanuni zinasema kwamba yule aliyekuzuia kufanya mazoezi anatakiwa apate adhabu ambazo zimeainishwa kwenye sheria zao, kama kupigwa faini ama hata kama kufungiwa, sio kuahirishwa kwa mechi. Sasa mimi sijajua bodi ya ligi ametumia vifungu vipi au ametumia utaratibu upi kuenda kuahirisha kwa mechi. Sijui mnielewa. Na hii kuahirisha kwa mechi, kwa sababu nimepitia machapisho ya viongozi wa Yanga, mashabiki wa Yanga, nao pia wanasema kwamba hawatacheza tena mechi nyingine ya Simba ama ya derby katika msimu huu wa ligi. Yaani ligi mpaka inaenda kuisha hawatakuwa tayari kucheza tena. Na ukiangalia hapo kidogo Yanga wana haki. Kwa sababu ya kuahirisha kwa mechi ni ipi? Kwamba wamezuiwa kufanya mazoezi. Bado sio sababu ambayo inapelekea kisheria mechi iahirishwe. Kuna sababu ambazo zinapelekea, mfano timu kupata ajali, timu pinzani kupata ajali, au timu mwenyeji kupata ajali, lakini kwa sababu nyingine labda kimbunga, upepo mkali umesababisha mechi isiweze kuchezeka, mvua kubwa, hizo sababu pia, vurugu na zingine hizo ambazo zimeainishwa katika kanuni, umeelewa? Lakini ukisema kwamba timu jana imezuiwa kufanya mazoezi, basi mechi imeahirishwa. Mimi nadhani kwamba bodi ya ligi imepita na upepo wa Simba. Kwa sababu Simba walitoa tamko kwamba hatutakubali kucheza. Umeelewa? Mechi na bodi ya ligi imepita mule. Kwa hiyo mimi naona kwamba kuna kitu ambacho hawakutendea haki mashabiki, na bodi ya ligi wenyewe pia wajitathmini. Na kama rais wa TFF wala Sikaria kama yuko smart, inabidi avunje bodi ya ligi, avunje kamati ya masaa 72. Umeelewa? Kwa kisheria tu kwamba kamati ya saa 72 haiwezi kujadili mchezo ambao haujachezwa. Kamati ya masaa 72 maana yake ni ile mechi ambayo imeshachezwa baada ya masaa 70, ndani ya masaa 72 ndio wanajadili matukio yaliyochezwa katika ile mechi. Sasa leo wanakaa kamati ya masaa 72 mechi ambayo haijachezwa. Kwa hiyo sio sheria, sio taratibu hiyo. Kwa hiyo naona kuna sintofahamu katika maamuzi ambayo yamefanyika na bodi ya ligi. Na hii inachafua ligi yetu, inatia doa ligi yetu. Na kama nilivyosema, kuna watu wametoka mikoani wamelalamika sana. Mtu katoka Kagera anakuambia kale mpakani na Uganda ametumia zaidi ya 1,500,000 kuja kuangalia mechi huko imeahirishwa. Kuna mtu nimemsikia analalamika jana, anasema huko alipotoka mpaka kufika Dar es Salaam kakaa hotelini katumia karibuni 3,500,000. Hebu fikiria mtu kama huyo. Unaona, kuna mwingine katoka kama sio kapanda ndege na kakata tiketi ya Gold Return ya ndege. Anakuja kaa hotelini hapo 70 hoteli kwa siku moja. Mpaka Jumatatu ndio tiketi yake na nusu arudi. Zaidi ya milioni 1 katumia, nakwambia. Leo hii unamwambia kwamba mechi hakuna. Kwa hiyo vitu kama hivi bodi ya ligi, TFF waangalie sababu za kuahirishwa kwa mechi. Sio sababu tu mtu anasema tu kwamba sijafanya mazoezi ndio basi hakuna kitu kama hicho. Bodi ya ligi imechemsha sana. Na mimi wazo langu, bodi ya ligi iundwe upya. Hii iliyokuepo haitoshi. Yaani ijitathmini wenyewe wajiuzuru, ama la Rais Karia ambaye ndio mwenye mamlaka TFF avunje bodi ya ligi.
Kwa hiyo anamaanisha kwamba wangefanya mazoezi siku ile yani mechi wangeweza kufunga. Kwa sababu hawajafanya na ndio maana wameahirisha kwa sababu wameona hawatafunga. Unajua kufanya mechi si kwamba kufanya mazoezi siku moja kabla si kwamba ndio utabadili matokeo ya siku inayofuata. Na tafsiri yake ni kwamba wewe timu ambayo ni mgeni ukaujue uwanja uko vipi. Yaani unaenda kutembea. Yaani ndio maana wengi sana hawafanya mazoezi, wanaenda wanakagua uwanja na wanaondoka zao. Umeelewa? Yanga katika kombe la klabu bingwa nakumbuka mwaka jana mwaka juzi, walikuwa mwaka jana nadhani. Walienda kucheza na Monastir nje. Ile siku ile kulikuwa kuna mechi pale ya kimataifa pia uwanja ule ambao kesho natumia wao. Hawakwenda kabisa uwanjani na waliingia uwanjani na walishinda. Sio mimi angalia hapo. Na ukiangalia pia hata hapa uwanja wetu wa taifa unatumika na mechi za kimataifa Simba na Yanga. Mara nyingi timu inatoka nje ambayo inakuja kucheza na timu moja hapa. Mfano Yanga leo kacheza, Simba kacheza kesho. Timu ambayo itakiwa kufanya mazoezi leo, ambayo leo kuna mechi ya Yanga ya kimataifa. Unakuja kwamba afanye mazoezi na kisha naenda kucheza mpira. Umeelewa? Kwa hiyo sio kwamba Simba anaujua uwanja wa taifa vizuri sana. Na kingine pia hata hizi dabi ya Simba na Yanga ni mara chache kwanza kwa muda mrefu sana hakuna Simba wala Yanga wakikutana kwenye dabi anaenda kwenye uwanja pale kufanya mazoezi. Imetokea tu juzi Simba anataka kufanya mazoezi. Umeelewa? Kwa kitu ambacho kinatia mashaka katika kama kuna sababu ambayo ilikuwa inatafutwa tu ili mechi iweze kuahirishwa. Inaonekana kwa timu moja haikuwa tayari kucheza. Inawezekana ilichungulia matokeo ikaona kwamba atachomoka. Kwa hiyo ikatafuta sababu tu hapa kwamba ifanyeje ili mechi isiweje. Maana yake wanaolalamika sasa unakuta wengi ni mashabiki wa Simba. Mashabiki wa Simba wengi nimeona wanalalamika na wameonekana kabisa kwamba kutokupenda japo ni timu yao ambayo ilikuwa imefanya maamuzi yale. Lakini wao wameonekana kutokuridhika pia na maamuzi yale. Simba wanafurahia, wengi wao wanafurahia mechi kuahirishwa. Sio leo Yanga wanalalamika kwa nini mechi imeahirishwa. Sasa hapo ndio utaona nani ambaye alikuwa anaogopa mechi kuchezwa. Mwingine analalamika, mwingine anafurahia. Umeelewa? Na baadhi ya mashabiki wa Simba pia na wao, baadhi yao wengine wanalalamika, wale ambao kweli wanajua soka vizuri. Waliotoka mikoani alafu wengi ndo wanalalamika. Na hata wengine waliotoka mikoani na hata waliotoka Dar, ambao wanajua kanuni, wanajua sheria na wanajua pia soka ni nini. Yaani ambao sio mashabiki oya ambao wanajua soka ni nini. Hata hapa kwa Dar es Salaam wamekuwa wanalalamika, lakini hata Dar es Salaam baadhi yao wanasema sababu, yani bado wanahoji timu yetu ya Simba. Sababu ya kuahirishwa kwa hii mechi ni nini? Mbona sio sababu kubwa ambayo inaahirishwa mechi? Lakini hao ni wale ambao wanajua mpira. Mtu ambaye hajui mpira yeye mshabiki oya ndio anasherekea kuahirishwa kwa mechi. Lakini wao unaona wangecheza Simba na Yanga jana wangecheza. Unaona nani ambaye angetoka pale? Kwa haraka unajua dabi haitabiriki. Kati ya Simba na hizi timu zinapokutana, dabi haitabiriki. Yeyote ile matokeo yanaweza kupata matokeo. Ingawa sasa tukija kwenye uhalisia wa mpira wa uwanjani. Kwa hivi karibuni Yanga imekuwa na mabadiliko makubwa sana. Imekuwa inafanya vizuri zaidi. Yaani hata kwamba ikicheza na timu pinzani inapata matokeo mazuri zaidi. Yaani magoli mengi 6, 5 umeshaelewa. Tofauti na Simba anashinda lakini anashinda kwa shida. Boga 2, 1, 2, 1 akishinda sana 3. Umeelewa? Kwa hiyo tukiangalia tukirudi uwanjani kaangalia ratio ile ya uchezaji tunasema kwamba Yanga alikuwa anaenda kupoteza. Simba ukiangalia matokeo hivi karibuni kidogo unaweza kusema Simba alikuwa anaenda kupoteza. Sasa tukirudi uwanjani japokuwa dabi haitabiki, dabi inachezwa sana nje ya uwanja. Na ndio maana hata siku ile Simba anaangania kuingia uwanjani, Yanga hawataki. Ukifuatilia sana mgogoro wanaoambia pale Simba walikuwa wanaingia na magoli mabasi haya matatu. Kwa mujibu wa maelezo yao moja na wachezaji wengine inasemekana ilikuwa kuna wazee pia wana mbuzi mle kwamba walikuwa kufanya kafara ndani ya uwanja. Unaona sasa shida kwamba dabi za Simba na Yanga miaka mingi sana hawaendi kufanya mazoezi siku moja kabla ya mechi. Lakini kwa nini sasa juzi walikuwa kufanya mazoezi? Ndio inasemekana kuna jambo lao walikuwa kufanya mle ndani. Na hao makomando wa Yanga nao pia wanavyokuambia walisitokea mchezo kwamba hawa kuna kitu ndio kufanya kule. Ndio maana wakangania nao pia hakuna kuingia. Unaona shida timu hizi kwa hiyo mechi hizi Simba na Yanga zinachezwa sana nje ya uwanja kuliko ndani ya uwanja. Kwa hiyo mimi nikasema kwamba nani angeenda kupoteza tukiangalia kwa mwenendo wa mechi za hivi karibuni Yanga alikwenda kupata ushindi. Kwa kifupi Simba mama kujitetea.
Simba wameamua kujitetea au kitaalamu tunasema wameamua kujivunja. Kwamba mechi siwepo. Na ndio maana Simba wengi wanafurahia sana kwamba wanaona bwana ilikuwa dhahama 5 ziko zinarudi zile. Asante sana Bwana Fadhili. Nashukuru sana. Kazi njema. Asante. Endelea na kipindi mtaa kwa mtaa.